Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan atangaza kifo cha aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu David Cleopa Msuya kilichotokea jana majira ya saa 3 katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam. Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa natangaza kifo cha Mheshimiwa David Cleopa Msuya, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kilichotokea leo tarehe 7 saa 3 asubuhi katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Hayati Cleopa David Msuya ameugua kwa muda mrefu na amekuwa akipatiwa matibabu ndani na nje ya nchi, ikiwemo katika hospitali ya moyo ya Jakaya Kikwete, hospitali ya Mzena na kule jijini London nchini Uingereza. Natoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa msiba huo mkubwa kwa taifa. Aidha, ninatangaza siku 7 za maombolezo ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 13 mwezi huu wa 5. Taarifa zaidi kuhusu msiba huu zitaendelea kutolewa na serikali. Poleni sana Watanzania. Yaliyojiri, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atangaza kifo cha aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu ndugu David Cleopa Msuya. Tunasema sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Na katika kuangalia habari yake kwamba huyu alizaliwa mwaka 1931. Kwa hiyo mpaka anapata umauti ana miaka 94. Wanasema muda ni mali. Bila kupoteza muda tunakwenda kuangazia yale magazeti yaliyojiri kwa siku hii ya leo. Kwa siku ya leo tutakuwa na gazeti la Mwananchi, gazeti la Nipashe, gazeti la Habari Leo na Majira. Karibu ukaribie katika chai ya asubuhi, chai ambayo ina viungo vya kutosha, iliki, mdalasini na kuendelea. Kuna vitu vyote yani, na vingine utaongeza wewe mwenyewe. Ndio. Mkononi mwangu nikiwa na gazeti la Majira ikiandika mpasuko Chadema. Vigogo wa kundi la G55 watangaza kujiondoa kwenye chama. Ni wale waliokuwa viongozi chini ya wenyekiti wa Mbowe wadai kunyanyapaliwa. Baba mtoto jela maisha kwa kukutwa na bangi kilo 398. Bangi. Habari hii utaipata kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Majira. Mzee wa miaka 60 jela maisha kwa kumlawiti mtoto mdogo. Pia hii habari, na bodaboda watakiwa kufichua uhalifu. Hizo habari zote mbili utazipata katika ukurasa wa 3. Lakini pia India yaishambulia Pakistani. Habari hii ipo katika ukurasa wa 19. Rais Samia, rais wa Msumbiji kufanya mazungumzo Ikulu leo. Rais Samia Suluhu Hassan anatarajia kufanya mazungumzo rasmi Ikulu jijini Dar es Salaam leo na rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Francisco. Hii habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Gazeti la Habari Leo laandika buriani Cleopa Msuya afariki da akitibiwa maradhi ya moyo, kuombolezwa siku 7. Alikuwa waziri mkuu mara 2, aliimarisha viwanda. Mbunge ataja kumbukumbu alizoziacha Mwanga. Katika habari picha tunamuona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa na Cleopa Msuya enzi za uhai wake, kabla ya uzinduzi wa mradi wa maji uliofanyika mkoani Kilimanjaro, Same, Mwanga na Korogwe mwaka huu. Sera ya mambo ya nje yabeba vipaumbele 6. Uhusiano wa kimataifa waziri kunoga. Rais wa Msumbiji awasili mwingine wiki ijayo. Habari utaweza kuipata ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Vigogo wajitoa Chadema, CCM
ya wakaribisha. Habari hii utaweza kuipata ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Kwa upande wangu pia nishika gazeti lingine la Nipashe, ambapo habari kuu ambayo imesambaa kwa siku ya leo katika magazeti mengi ni hapa. Habari kuu imeandikwa Buriani Msuya 1931 hadi 2025. Anakumbukwa kwa mambo mengi yakiwamo mabadiliko ya kiuchumi ndani ya serikali. Habari ipo katika ukurasa wa 3. Mambo mazuri yaja, sera mpya mambo ya nje, ukurasa wa 18. Polisi zingatieni weledi uzalendo muwapo kazini. Habari hii ipo katika ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii. Mwanga wa jamii. Naam, kuna mwangu ninalo gazeti la Mwananchi laandika vigogo Chadema kutua Chauma. Vigogo Chadema kutua Chauma. Basi habari hii utaweza kuipata katika ukurasa wa 2 mpaka ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi. Warioba Mongela wataja mageuzi ya Msuya. Warioba Mongela wataja mageuzi ya mzee Msuya. Rais Samia Suluhu Hassan amelitangazia taifa taarifa za kuhuzunisha za kifo cha waziri mkuu mstaafu Cleopa Msuya aliyefariki dunia jana katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam. Msuya ambaye atabaki kwa kumbukumbu kutokana na mageuzi. Ikumbukwe tu amezaliwa mwaka 1931 na kufariki 2025. Habari hii utaweza kuipata ukurasa wa 4 wa gazeti lako pendwa la Mwananchi. Usiyoyajua bosi mpya TANESCO. Habari hii utaweza kuipata ukurasa wa 4. Sera mpya mambo ya nje kuja na mwongozo masuala ya diaspora. Dar es Salaam, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahmoud Thabit Kombo amesema sera mpya ya mambo ya nje. Sera ipi hiyo? Basi utaweza kuipata habari hii ukurasa wa 2 wa gazeti lako pendwa la Mwananchi. Mtazamaji wa Fadhakir TV, niseme tu ya kwamba mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Tunahitimisha sehemu ya kwanza ya usomaji wa magazeti kwa siku hii ya leo. Inunue pepo yako kwa mali alizokujalia Allah. Changia sasa Fadhakir TV kwa ajili ya dini yako. Unaweza kuchangia kupitia M-Pesa namba 0755848508, Tigo Pesa namba 0718820808, Airtel Money namba 0698313968. Kumbuka, jina ni Fadhakir TV. Hakika ukumbusho unawafaa wenye kuamini. Mungu akubariki sana.